tukaweza kufurahia na kushangilia ndani ya siku hii. Na mshukuru Mungu pia kwa sababu ya kutupatia wewe katika ibada zetu za siku ya leo katika jina la Yesu. Tunashukuru kwa kuwa pamoja nawe kuanzia Jumatatu mpaka sasa. Tunalitukuza jina la Bwana. Kumbuka tunaendelea kumaliza mwaka na tunamaliza vizuri, na bado na kuombea kumalize vyema ama kumaliza vizuri katika jina la Yesu. Tumekuwa tukiongea kuhusu kujenga kwenye msingi imara ama kujenga kwenye msingi thabiti, kwa sababu tunachokifanya tunataka kukifanya siku nyingi. Tunachokifanya tunataka kidumu. Tunachokifanya tunataka kibaki. Njia ya kuweza kusababisha hivyo ni kuweza kuchagua mahala pa kujenga. Tuliona ya kwamba wewe ndiye uko na maamuzi. Wewe ndiye uliye na nguvu ya kuchagua mahala pa kujenga. Wewe utaamua kujenga kwenye msingi ambao ni thabiti, ama utajenga kwenye msingi ambao sio sawa. Tunaendelea kuchunguza kitabu cha Wakorintho wa kwanza 3 kuanzia pale 10. Tunaweza tukasoma pale. Maandiko yanasema kwamba kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi wenye hekima. Sasa malengo hapa ni kwamba tunataka kukua wajenzi wenye hekima. Ni vyema kwa wewe kukua mjenzi mwenye hekima. Maana hekima ndio itakayokuelekeza kwa kufanya jinsi ya kufanya. Mjenzi mwenye hekima anajua
anachagua mahala pa kujenga. Kuna vitu vingi sana watu wamevifanya na kwa muda vinaondoka. Tumeona ghorofa ya mwisho tuliona ni sehemu za Mombasa. Kuna ghorofa mtu alijenga na mamilioni ya pesa. Akajenga na akaweka pesa mingi. Saa zile amemaliza hata watu hawajaanza ingia. Basi ile nyumba ikabebe kidogo. Ikawa huu mjengo hauwezi ukatumika tena. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona ya kwamba KDF ndio walioenda kuiangusha. Umetumia mamilioni ya pesa. Umeweka pesa mingi, kisha baadaye unakuja kugundua ya kwamba msingi haukujengwa vizuri, inakuwa ni hasara. Kule Nairobi tumeona majumba yakianguka kwa sababu ya misingi mibaya. Hapa Kericho kuna wakati pia kuna jumba lilianguka pale chini kwa sababu ya msingi mbaya. Bwana Yesu asifiwe. So ni vizuri kuweka msingi mzuri ili kile ambacho unasimamisha kiweze kusimamishwa na ule msingi mzuri siku zote katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo taka kukuwa mjenzi mwenye hekima. Paulo anasema mimi ni mjenzi mwenye hekima, kumaanisha kwamba najua pa kujenga na najua jinsi ya kujenga. Ninakuomba kuwa mwimbaji mwenye hekima. Ninakuomba ukaweze kukuwa muumini mwenye hekima, anayejua vyake atavijenga kwenye msingi. Bwana Yesu asifiwe. Ili vikaweze kukua siku zote. Anasema ya kwamba naliweka msingi na mtu mwingine anajenga juu yake. Lakini kila mtu na angalie jinsi anavyojenga juu yake. Kristo Yesu ndiye msingi wetu. Tulisema ya kwamba mambo ni mawili. Kuna foundation na kuna nyumba. Kuna msingi na kuna nyumba. Paulo anasema nimeweka msingi, na mtu mwingine anakuja kujenga juu yake. Anatoa tahadhari na kusema ya kwamba na kila mtu naangalie jinsi ambavyo anavyojenga juu yake. Tayari sisi tuko na msingi ambao ni neno la Mungu. Kristo Yesu ni msingi wetu. Sasa sisi tukue waangalifu jinsi ambavyo tunajenga juu ya huu msingi. Tukue waangalifu jinsi ambavyo tunajenga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Kwa hivyo msingi ni Yesu Kristo. Msingi ni Yesu Kristo. Yeye ndiye msingi. Hiyo inamaanisha kwamba hatuhitaji msingi mwingine. Hatuhitaji msingi mwingine. Tukishamwamini Yesu, yeye ni msingi tosha. Kazi yetu ni kujenga juu ya huo msingi. Kazi yako wewe na mimi ni kujenga juu ya huo msingi na kujengwa juu ya huo msingi. Mahubiri yako, huduma yako, uimbaji yako, shughuli zako, wewe mwenyewe kubali kujengwa kwenye huu msingi ambao tayari upo. Kubali kujengwa kwenye msingi ambao ni Yesu Kristo. Msingi ndio unaosimamisha nyumba. Kitakacho kusimamisha wewe mpendwa ni msingi ambao umejenga juu yake. Tuko na wapendwa wengi wanapita. Tuko na wapendwa wanakuja wanapita. Tuko na waimbaji wanapita. Tuko na
huduma wanapita ni kwa sababu hawajasimamishwa na msingi ambao ni Kristo Yesu. Wapendwa, ninasema nyumba inasimamishwa na msingi. Kile ambacho kinasababisha bado hii nyumba ipo ni ule msingi, maana msingi ndio unaoshika ile nyumba. Msingi ndio unaoshika nyumba. Ni nini ambayo imeshika huduma yako? Ni nini imeshika uimbaji yako? Ni nini imeshika maisha yako? Maisha yako imejengwa wapi? Maisha yako imesimamishwa wapi? Maana nyumba inasimamishwa na msingi, na nyumba imekaa juu ya msingi. Msingi wako ni upi? Mambo unayoyafanya umeyajenga wapi? Watu wanakuja wanafanya mambo wanawacha kwa sababu hawakujenga yale mambo katika msingi mzuri. Chochote ambacho unafanya katika nyumba ya Mungu, hakikisha unakifanya juu ya msingi. Ukikifanya juu ya msingi, utakifanya siku zote. Watu wanakuja wanafanya vitu, baadaye tena unasikia wamezima. Ni kwa sababu ya ukosefu wa msingi. Bwana asifiwe. Hakikisha kila kitu unakijenga kwenye msingi ambao ni Kristo Yesu. Mpendwa, hautaokolewa. Watu watangojea uache maombi, hauachi. Watu watangojea uache, hauachi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Tuendelee tusome mstari wa 12. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo, sasa kuangalie aina ya vitu ambavyo mtu anajenga. Nambari ya kwanza, kuna dhahabu. Nambari ya pili, kuna fedha. Nambari ya tatu, kuna mawe ya thamani. Nambari ya 4 au miti, kuna miti, kuna majani, kuna nyasi. Kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri. Kazi ya mtu aliyejenga juu yake ikikaa atapata thawabu. Kazi ya mtu ikiteketea atapata hasara. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tunaona ya kwamba jambo lingine tunaona ni kwamba ni msingi kupimwa. Ni msingi kujaribiwa. Msingi kufanya nini? Msingi kufanya nini? Kujaribiwa. Tuliona katika kitabu cha Luka 6:46 ni kwamba yule mjenzi alipomaliza kujenga, gharika ilifanya nini? Ilikuja, na ilikuja kupiga ile nyumba. Mto uliushukia kuijaribu, kuitingiza, kuiondoa. Kazi yako itajaribiwa. Kazi yako itajaribiwa. Ionekane kama itasimama ama itaondoka. Dhahabu ikijaribiwa na moto haiwezi kuteketea, mbali itang'aa. Mawe haiteketei. Bwana Yesu asifiwe. Lakini majani yatateketea, nyasi itateketezwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kazi zinapojaribiwa, na ndio maana unaona mtu anaingia kwa uimbaji, anajaribiwa, anaenda chini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio unapata ya kwamba mtu anaweza furahi kutaka kufanya kazi katika huduma. Anapenda pengine aingie kwa kikundi cha ushers, pengine aingie kwa kwaya, pengine aingie kwa praise. Ukiwa nje ni kitabu sana kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unapata ukishaingia ndani, unapata ya kwamba kunakuwa hapana. Unajaribiwa. Ukijaribiwa mara moja unakimbia, unawacha. Bwana Yesu asifiwe.
Kuna watu tumechukua juzi kwa kazi hapa. Huwa tunaruhusu watu waingie kwa kazi. Nikawaombea. Baada ya kuwaombea mara moja, wiki moja mbili, mtu alinifuata akaniambia, pastor, mimi nataka kuacha. Nikamwambia, fanya nini? Wacha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu gani? Hiyo kazi ilikuwa ya nini? Majani. Alipenda, alifurahia, lakini ilikuwa ni majani. Ikipitia majaribu inafanya nini? Inateketea. Wapendwa, kichochote utasimama kufanya katika nyumba ya Mungu, lazima itapimwa. Lazima itapimwa. Lazima itajaribiwa. Kila kazi lazima itapitia kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Usione mtu tu amesimama ukafikiria tu ni kusimama. Mtu kusimama ni kumaanisha kwamba ameshinda mengi. Mtu kuendelea kile ambacho anakifanya inakwambia ya kwamba amepitia moto. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amepitia nini? Amepitia moto. Na majani ikipitia moto itafanya nini? Itateketea. Karatasi ikipita kwa moto itafanya nini? Itateketea. Nilikwambia material nzuri ya kujenga nayo ni neno la Mungu. Jenga huduma yako na neno la Mungu. Jenga maisha yako na neno la Mungu. Kubali kujengwa na neno la Mungu. Utasimama wakati wa kujaribiwa. Utasimama wakati utapita katika moto. Utasimama wakati utapita katika maji mengi. Na ukitokezea itakuwa hii ni nyumba, hii ni kazi ambayo imejengwa kwenye msingi thabiti. Kwa mawazo yako taka kukua na kwamba kile ninachokifanya na nataka nikifanye siku zote. Ni vibaya sana tuingie kwa kanisa ukupata unaimba, baada ya siku zingine ukija tena hauimbi, tunakuuliza kuliendaje. Ni vibaya sana katika nyumba ya Mungu, badala ya kwenda juu wewe unaenda nini? Unaenda chini. Unapaswa kuendelea kukua. Na kwa sababu ya hiyo kazi ambayo Mungu amekupa, tafadhali ijenge kwenye msingi imara. Ili wakati wa kujaribiwa ukifika, wewe usimame. Majaribu yanachoma kama moto. Majaribu yanaumiza. Majaribu yanadunga. Majaribu yanapunja moyo. Majaribu yanaonyesha kuna matumaini. Majaribu inaleta kilio. Majaribu inahuzunisha. Lakini kazi iliyojengwa kwenye msingi imara itadhibiti hiyo mambo yote. Itasimama wakati wa kilio. Itasimama wakati wa machungu. Itasimama wakati wa mabaya. Itasimama. Ni ombi langu ya kwamba ukubali kujengwa katika msingi imara. Ni ombi langu ukubali wokovu wako ujengwe katika msingi ambaye ni Kristo Yesu. Tumechoka na leo umeokoka, kesho hujaokoka. Leo uko sawa, kesho yuko sawa. Ni wakati wa kukubali wokovu wako ujengwe kwenye msingi imara, ili uweze kustahimili majaribu na wakati wa kujaribiwa uweze kusimama. Kwani hata wewe hauchoki? Leo uko, kesho yuko. Leo uko, kesho yuko. Kwani wewe hauchoki? Kila mara wakati wa kujaribiwa wewe ndio huwa unaondoka. Wakati si wa kujaribiwa wewe uko. Wakati wa kujaribiwa utaomba. Wakati wa kujaribiwa utaenda kanisani. Lakini wakati mzuri unakuja kanisani. Utaendelea hivi mpaka lini? Leo nimekuja kusema unapaswa kustahimili wakati wote. Na kitakacho kusababisha kustahimili wakati wote ni kukubali kujengwa. Ukristo wako ijengwe kwenye msingi ulio wa kweli na imara.
lakini si Kristo Yesu anayejengwa ndani yako. Unaweza kuwa kanisani lakini kinachojengwa sio Kristo. Bwana asifiwe. Nafikiri jana ama leo asubuhi nimeona katika mtandao ya kwamba mama alinyonga mtoto mpaka akaua. Na ni mama wa kanisa, mpaka amevaa mavazi ya kanisa. Nafikiri wanataja, sijui inahusiana na nini na kanisa yao. Bwana asifiwe sana. Amenyonga mpaka na unanyonga mtoto yako kulingana na kenye kinajengwa ndani yako. Tuliona Shakahola, watu wanafanya nini? Wanajinyima chakula, wanakufa. Bwana asifiwe. Watu wanajinyima chakula, wanafanya nini? Wanakufa. Wewe unafikiria kujinyima chakula ukaiza siku zote ukule mpaka unaona mwili inakonda mpaka unakuwa mfupa? Wewe unafikiria hiyo ni kazi rahisi? Ni kenye kimejengwa ndani yako ndio kinakusaidia kukua hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu imagine mama anaona watoto wake wakufa na anafurahia na ana wasiwasi naye, ni kulingana na kenye kinajengwa ndani yake. Lazima tukue waangalifu, tujue na tujiulize ni nani anajengwa ndani yako. Maana ikiwa ni Kristo anayejengwa ndani mwako, hakuna kitendo utakachokifanya ambacho hakistahili. Watu wanaambiwa wafunge mpaka wakufa. Watu wengi wamejengewa vitu vingine, lakini si Kristo anajengwa ndani yao. Watu wanafanya vitu ambavyo si sawa. Watu wanatembea katika njia ambayo si sawa. Watu wanafanya vituko. Ni kwa sababu watu wanakataa kuwa waangalifu. Ni nani anajengwa ndani yako? Ni nini anajengwa ndani yako? Kristo Yesu akijengwa ndani yako, utasimama katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Kwa hivyo lazima uwe mwangalifu. Ni nini kinawekwa ndani yako? Ni nini unasikiliza? Ni mahubiri ya aina gani? Ni injili ya aina gani? Bwana Yesu asifiwe. Na hatuyuko kujenga injili inayoegemea upande mmoja. Injili iko na balance diet. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila siku tu unahubiriwa tu kitu kimoja, hapana. Injili inapaswa kuwa balance. Unapewa hii, unapewa hii, unapewa hii, unapewa hii, unafunzwa hii, unafunzwa hii. Sio unapelekwa na rai moja. Tukikaa hapa tena niwafundishe tu kitu kimoja peke yake miaka yote, hiyo pia inakuwa ni kata, haikuwa ni sawa, inakuwa ni mbaya. Leo tunapaswa kufunza kuhusu imani. Kesho tunapaswa kufunza kuhusu Kristo. Kesho nyingine tukufunze kuhusu kutoa. Siku nyingine tukufunze kuhusu utakatifu. Siku nyingine tukufunze kuhusu nguvu za Mungu. Tunakufunza vitu aina nyingi, ndio inakusaidia Kristo kusimama. Lakini siwezi kusimama Januari to December nikufunze kuhusu imani peke yake. Unajua nitakuharibu. Nakufunza imani si mbaya, lakini nikikufunza hiyo peke yake nitakuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nikose kuweka vitu vingine, niondoe vitu vingine yote, niweke hiyo peke yake, haiwezi. Siwezi simama Januari to December nikufunza repentance peke yake. Kila mahali tu repentance. Hapana. Utakuwa na kuwasha koo, nakula chakula ya aina moja. Utakuwa na marasmus, sijui ni gani unakula chakula ya. Unajua hizo magonjwa. Na unashangaa Wakristo wana matumbo kubwa katika ulimwengu wa kiroho, lakini mwili umekonda. Nafikiria umeshiba vizuri na watu wakikuangalia wanaona umechanganyikiwa. Hujawahi kutana na Wakristo wamevaa vizuri, wako smart, wako sawa, lakini they are confused, lakini hawaoni. Hicho ni kitumbo kikubwa wako nacho, lakini mwili ni kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo lazima tukule vitu vya aina nyingi. Lazima tufunzwe injili. Gospel is very wide. Gospel ina address your business. Kuna injili, Biblia inasema pia injili, habari njema kwa nani? Kwa masikini. So tunapaswa pia hii injili ina address masikini. Hii injili ina address, nafani kufunza kuhusu uponyaji, maana injili iko na uponyaji. Injili iko na jinsi ya kusave pesa, iko nayo huko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuwa Mkristo ambaye tutakupata laini fulani unafanya vizuri, lakini kwa mambo mengi unaanguka. Injili ina address hizi vitu zote.
Na Yesu aliaddress wagonjwa. Yesu aliaddress biashara za watu. Yesu alienda kwengi kumaanisha kwamba injili imebeba mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Sasa nataka uangalie kazi yako itasimama wakati wa kupitishiwa kwa moto. Na nilikuambia ushirika hapa anaweza kutumika kukua moto. Anaweza kutumika kukua nini? Moto ya kupima hiyo kazi yako unayofanya. Jirani yako anaweza kutumika kuwa moto kupima hiyo wokovu yako. Kwa kazi, watu walio karibu na wewe watatumika kukua moto ya kupima hiyo kazi kama itasimama. Wengi waliinua mikono wakasema hata hiyo kanisa nimewachana nayo. Wengi waliinua mikono wakasema hata hiyo kuimba nimewachana nayo. Wengi waliinua mikono wakasema hata hiyo wokovu nimeachana nayo. Ni kumaanisha kwamba wokovu yao ilikuwa ya nyasi. Wokovu yao ilikuwa ya karatasi. Imejaribiwa, imeteketea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unajua injili ilikuwa na nguvu wakati gani? Unajua injili imekuwa na nguvu wakati gani? Imekuwa na nguvu kwa Yesu kufufuka. Kufufuka kwa Yesu ndio kumepatia injili. Kama Yesu angefufuka, hakuna injili tungekuwa tunahubiri hapa. Na kufufuka kwa Yesu kunamaanisha nini? Alishinda mateso na pia ameshinda nini? Moto ya kifo. Alipitia moto ya kifo siku ngapi? 3. Na alifanya nini? Alishinda. Kaburi haikuwa na nguvu ya kumshikilia. Yaani yote ambayo Yesu alipitia alitokezea, kumaanisha kwamba alijaribiwa na ikawa ile kazi ilikuwa ni thabiti. Na sasa wakati wa kuuawa au wakati wa kifo walifikiria hataweza kuinuka, lakini kazi aliyokuwa akifanya iliweza kushinda nguvu ya mauti. Na ndio maana kwa kushinda mauti injili imepata nguvu. Kwa kushinda mauti ndio maana tunahubiri na kusema Yesu ni Bwana. Haleluya. Na ndio maana tunahubiri tukisema hayuko kaburini tena. Ni kwa maana gani? Alishinda kaburi, alishinda kifo, alishinda shetani, alishinda dhambi. Hii yote alipitishiwa, alishinda yote. Kazi ilibaki imesimama. Na kama Yesu alisimama, hata na wewe siku ya leo unaweza simama. Unaweza simama. Unaweza simama. Unaweza simama. Wakati wa majaribu unaweza simama. Wakati wa kilio unaweza simama. Wakati wa kujaribiwa unaweza simama. Mateso ya wenye haki ni mengi. Tunapitia mateso mengi. Tunapitia majaribu mengi. Tunapitia mambo mengi. Tunapitia mengi. Lakini kwa sababu ya kuchengwa kwenye msingi ulio Kristo Yesu, ndio maana tunasimama. Ndio maana tunasimama. Mateso inakuja, inapita. Machozi inakuja, inapita. Kilio inakuja, inapita. Hukumu inakuja, inapita. Kudharauliwa inakuja,
ili uweze kujua ninapaswa kusimama. Wakati wa machozi utasimama. Wewe ukiongewa vizuri kweli utasimama. Bwana asifiwe. Ukisengenya vizuri utasimama bado. Utaendelea kuja chache. Nikikumbea hapo naweza endelea kuja kweli. Nikikumbea hapo naweza endelea kuja kweli. Mwenzako akikugeuka unaweza endelea kusimama. Kuanzia leo kumbuka hayo maneno. Kumbuka wakati unafanya nini? Unapigwa. Na useme langu litasimama. Sio kila mara ukifanyiwa hivi unabadilika. Ukifanyiwa hivi unabadilika. Hiyo maneno tuache. Tukubali kuchengwa kwenye msingi ambao ni Kristo Yesu. Mungu akubariki sana na Mungu akutende mema. Asante mtazamaji wangu kwa kuchagua kututazama. Nichukue nafasi hii kukukaribisha Jumapili. Tutakuwa na ibada ambayo nitakuwa nikiombea watu wenye mahitaji mbalimbali, nitakuwa nikiombea wagonjwa na pia mahitaji mbalimbali. Sinachukua nafasi kukukaribisha ukaweze kupokea muujiza wako, uponyaji wako, amani yako, ushindi wako. Jumapili hii kanisa la Bwana Celebration Center linapatikana Kericho Town, nyuma ya Sheffield Supermarket kwa uwanja wa Swahili Driving School. Na kukaribisha tubarikiwe pamoja. Kumbuka pia kuweza kushare video hii ili ukaweze kuwa baraka kwa wengine. Kutoka hapa kwetu tunasema umebarikiwa katika jina la Yesu. Amen, 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 amen. Mungu akubariki sana na Mungu akutende mema. Shika sadaka zako.